Nilishtuka kutoka kwenye ndoto. Niliona live, sio katika kusinzia. Nikaona ndani ya chumba kulikuwa kumejaa mwanga mkali na chumba kizima kilikuwa kimejaa utukufu sana. Lakini cha ajabu, mume wangu alikuwa amelala kabisa usingizi fofofu. Haleluya. Na ndipo nilishuhudia Kristo akisogea mbele yangu. Nilipoona hivyo, nilijua Kristo anataka kuzungumza na mimi. Niliinuka nikakaa, nilikuwa nimelala. Nilipokaa, na ndipo Kristo akaniambia ya kwamba nataka nikupe ujumbe kwa ajili ya kanisa langu. Akaniambia ujumbe huu unazungumza ni namna gani kanisa langu linavyonikufuru. Yaani wananiondoa kwenye nafasi yangu ingawa mimi ni bwana wa kanisa. Na ndipo kufumba na kufumbua akanichukua katika roho. Nikashuhudia, nilikaona mpendwa wangu mmoja ambaye nilikuwa namfahamu, nilikuwa tunasali naye kanisa moja. Niliona namna wokovu wake alipompokea mwanzo. Nilikuwa nashuhudia ile shauku ya huku ndani. Niliona katika ulimwengu wa roho unapokuwa umeokoka kuna ngazi ambazo unapanda kila siku kuutafuta utukufu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba tukue utukufu hata utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Nikashuhudia hivyo. Alikuwa akipanda ngazi kuelekea juu. Alikuwa akipanda ngazi kuelekea mbinguni. Na mara nilishuhudia alipokuwa katika ngazi ya 7. Nilimwona amegeuka nyuma. Alipotazama nyuma, alianguka kutoka kwenye ngazi ya kwanza, akaanguka puu. Na kilikuwa ni kishindo kikubwa sana, kinachotisha. Na kisha nikamwona alipoinuka, alibadilisha mwelekeo. Ni kama mtu alikuwa anaelekea hivi, mara anapobadilisha mtazamo anageuza, anaanza kuelekea hivi. Nilishuhudia hivyo. Na mara nilipomwona hivyo, nilimuona ameenda upande wa kushoto paka akaingia kwenye lango. Na hilo lango nilipolitazama kwa macho ya kawaida huku duniani, nilikuwa naona watu wa rangi ni kama watu wa Asia. Hawakuwa wa Afrika, ni watu wa Asia nilivyokuwa naona. Nikashuhudia hivyo. Na kisha nikamuona yule mpendwa wangu alitoka kule kwenye lile lango. Alikuwa na watu 3. Hao watu nilikuwa naona ni kama watu, ni viumbe wanaofanana na watu. Mmoja nilivyomuona alikuwa sikuwa namuelewa, lakini wawili, mmoja nilimuona alikuwa ni kama ni jinsia ya kike, lakini alikuwa na ngozi nzuri sana, inavutia, ukitazama inavutia, inang'ara, ni rangi nzuri iliyokuwa inavutia sana. Na hao wote walikuwa wamemzunguka. Mmoja nilimuona alikuwa mwenye kama jinsia ya kike, lakini alikuwa na nywele nzuri ndefu sana. Nywele ndefu mpaka zinafika kwenye kisigino. Ni nywele ndefu nzuri, zinang'aa, zinapendeza. Kufumba na kufumbua, Kristo akaniambia utaona tena. Na mara akanichukua akanipeleka mpaka kwenye chumba cha yule binti. Alikuwa amelala usiku fofofo kabisa. Nilipoingia chumbani kwake, niliingia mpaka chumbani kwake, nikamkuta amelala. Akaniambia wewe tazama vizuri. Nilipokuja kushangaa, nilimwona yule kiumbe aliyekuwa na nywele ndefu sana, alikuwa ameshika kwenye kichwa chake. Mimi sikuwa naelewa chochote, lakini nakumbuka nilimwona alikuwa amesokota dread. Dread tunaweza tukasema ni nywele za kwake mwenyewe. Mimi nilivyokuwa najua ni nywele za kwake mwenyewe, hazikuwa zimeunganishwa na nywele zingine. Ndivyo nilivyokuwa nadhania. Kristo akaniambia tazama vizuri. Nilipotazama vizuri, nilikuja kugundua zilikuwa zimeunganishwa na nywele zingine ambazo sio za kwake. Haleluya. Akaniambia hawa viumbe ni maalumu kwa ajili ya kutunza kitu bandia. Haleluya. Nikashuhudia hivyo. Lakini nikatazama, siku zote nilikuwaga namuona amepaka rangi siku zote. Na kikawaida sasa, mimi sikuwa najua kwamba alikuwa anabandika
kucha bandia. Unajua kumbe kuna kucha bandia zingine mtu anabandika hivi fupi kama hizi za kwangu, lakini ameongezea na zingine ambazo sio za kwake. Huyo kiumbe mwingine ambaye nimesema sikuwa nimemwelewa ni nani, nilimuona alikuwa ameshika kwenye mikono na miguu. Kristo akaniambia, tazama vizuri, hivi ni vitu bandia, kucha bandia. Na kisha nikamuona yule kiumbe mwingine ambaye alikuwa anaonekana na rangi nzuri yenye kuvutia, yenye mvuto sana. Hakuna mtu angetazama asipende. Nikaona kwenye meza kulikuwa na kopo la mafuta. Nikamwona yule kiumbe amelishikilia. Yaani ni kama mtu ambaye ni askari analinda kitu fulani kisitokee. Nikamuuliza, Bwana, maana yake nini? Akaniambia, haya ni mafuta yanayombadilisha ngozi. Hujagundua huyu mtu anapaka mafuta ya kubadilisha ngozi. Haleluya. Na ndipo Bwana akaanza kunieleza, akaniambia lile lango uliloliona na kula alikokuwa ameshuka huyu mpendwa wako, ni kule kunakotengenezwa vitu bandia. Akaniambia huku kunatengenezwa nywele bandia, kucha bandia, mafuta yenye kumfanya, na mara nyingi sana wanatumia wanawake kwa ajili ya kubadilisha ngozi. Mtu alikuwa mweusi akianza kupaka haya mafuta, unashangaa ameanza kuwa mweupe. Haleluya. Naweza nikasema ni mafuta ya kujiklimu. Akaniambia, mimi sipendezwi na vitu bandia. Napendezwa na mtu anatakiwa kukaa kama alivyozaliwa na kama alivyoumbwa. Akaniambia ya kwamba unawaona hawa viumbe, mtu kwa mara ya kwanza unapokubali umeshawishika kutumia vitu ambavyo hukuzaliwa navyo, tayari umechukua roho fulani ambayo itakutunza, itakuhakikisha kulinda ile kiu. Nikwambia tu mtumishi wa Mungu, kila kitu unachokitumia na kila kitu unachokifanya nyuma yake kuna roho inayokulazimisha utende. Haleluya. Na ndio maana watu wengi ambao wamezoea kujipamba, mtaniambia wale ambao mlishawahi kujipamba, mwanamke aliyezoea kupaka wanja, mwanamke aliyezoea kujikilimu, mwanamke aliyezoea atoki mdomo kuutengeneza ndani ndo atoke, ni ngumu kuacha, kwa sababu ipo roho kamili inayokulazimisha. Yani kazi yake ni kukulazimisha kila dakika, na ile roho inaanza kukudanganya, kukuambia kwamba, kukusababisha usijiamini. Kuna watu wengi sana hawajiamini, na ndio maana wanawake wengi hatujiamini, na hiyo ni roho ya shetani. Mwanamke hawezi kulizika, hawezi kulizika bila kujiongezea kitu fulani. Mwingine amejiongezea heleni, mwingine amejiongezea. Kuna vitu vingi wanawake tunavifanya, lakini Mungu akaniambia hapendezwi kabisa. Yesu akaniambia, mimi sipendezwi na mtu wa namna hii. Hata kama ananiabudu bure, jehanamu inamuhusu, kwa sababu tayari alishaniacha, alishazalau uumbaji wangu. Akaanza kuniambia, kama ulizaliwa ni mweusi, kuna makusudi ya Mungu namna ulivyo. Mungu anawatambua watu wake kwa namna walivyo. Inapofika mahali umetoka kwa namna ulivyo, tayari umemkosea Mungu na umekataa kuwa chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, na ndipo akanifundisha kwa habari mawigi, hizi nywele bandia, lasta na vitu vingine vingi. Na ndio maana kwa sasa hivi huku kwetu mjini, sijui huku nyinyi, wasichana wengi kama jamani hajasuka nywele paka ndefu mpaka hapa, hajalizika. Wewe fuatilia huku mjini, utamkuta binti mpaka anafanya na hivi, anatikisa kichwa na yeye kama mzungu. Si ndio? Yani anatengeneza na yeye afanye hivi. Sikiliza, wenzako walikuwa wanafanya hivyo kwa maana waliumbwa na nywele ndefu. Kwa hiyo anapokuwa amezichana, wakati mwingine zinamsumbua, zinasogea usoni, haoni. Ndio maana anafanya hivi. Na wewe naye na kipilipili. Ni shetani ametengeneza mazingira ya kutokujiamini. Lizika na kipilipili ulicho nacho. Lizika. Bwana wewe ni mzuri, kwani unatafuta nini? Haleluya. Wanawake wengi tayari ile roho ya kujiamini haipo. Na ndio maana tunahangaika, na viwanda ndo vimepamba moto.
mafuta ya kujaribu kubadilisha nywele, nizifanye ziwe hivi hivi, nivifanye viwe hivi. Haleluya. Nakumbuka wakati nimeokoka tu. Mimi wakati nimeokoka kabisa kwa mara ya kwanza, nilikuwa na nywele zenye dawa. Sikuwa natumia mawigi, lakini nilikuwa natunza nywele yangu napaka dawa. Ngoja nikupe kidogo hapa. Huu ni mwingine. Lakini najaribu tu kukupa baadhi ya vitu. Nakumbuka nilikuwa na nywele zenye dawa. Na zilikuwa ndefu. Mimi nilikuwa napenda kufuga nywele zangu nikichana nifunike shingo yangu. Nilikuwa napenda hivyo. Ni miongoni mwa wanawake ambao walikuwa wanajikirimu, miongoni mwa wanawake ambao nilikuwa mweupe kama paka ukucha mweupe. Mpendo wangu, nilikuwa mweupe. Akili yangu yote iko kwenye gharama za dawa. Nilikuwa siwezi kutoka ndani. Ukija kuniamsha saa 11 utakutana na wanja nimeshapaka tayari. Na huu wa humu. Hivyo unajua asili ya wanja wa humu kwenye hapa. Unaujua? Hamjui? Haya. Unajua zamani kulikuwa na wanja wa kungu. Wangapi mlishawahi kuutumia? Ule wanja ukiupaka utalembua tu. Haleluya. Na mpaka sasa hivi ndio maana kuna watu mwingine ukimkuta tukapaka wanja jicho kama linadondoka. Ni mbinu za shetani na ni roho ya ukahaba. Nikwambie tu, ni roho ya ukahaba. Mwanamke mpaka wanja ni malaya. Mimi naweza nikasema hivi, soma kwenye Biblia yako. Biblia nzima hakuna mwanamke mtakatifu aliyepaka wanja, ni Yezebeli peke yake. Ukitaka kujua wanja ni moja ya kishawishi. Na kwa nini iwe kwenye macho? Biblia inasema aliposikia Yehu ameua watu, anakuja na kwake, akajua nitamshawishi kwa ukahaba wangu, nitapaka wanja. Biblia inasema akaingia ndani, akapaka wanja na kisha akachungulia dirishani ili amkamate. Mwanamke mpaka wanja ni kahaba, ni malaya. Asikudanganye. Haijalishi anahubiri paka moto unashuka. Haijalishi, ni tabia. Kila ufalme una tabia zake. Na kila kitu kina tabia zake. Asikudanganye mtu. Kwa nini Biblia inasema mdomo wa malaya hudondoi, maneno yake ni matamu kama asali? Kwa nini apake mdomo uwe mwekundu? Kwa nini utengeneze mdomo? Huu mdomo ulitengenezwa kwa nini? Ulishawahi kujiuliza? Na ndio maana nimsikia mtumishi mmoja anasema hivi, wanawake wote wenye vinini hapa hawanaga ndoa. Nakwambia ukweli, kama unataka kuachike, toboa. Ile roho ya kuachika itakuvaa tu. Utaachika na utakuwa single mama. Nakwambia ukweli. Na ndio maana kuna vitu vingine acha kukurupukia dunia eti kwa sababu tu umeona wanafanya hivi na wewe fanya. We acha. Kuna vitu vingine utakwenda jehanamu bila kujua. Haleluya. Ufalme wa Mungu na mipaka yake. Ufalme wa Mungu unamtambua mwanamke kama nani, na mipaka yake, na anatakiwa atende vipi, aishi vipi. Biblia inasema tuvae mavazi ya kujistiri, si ndio? Siku hizi tunavaa mavazi ya kujistiri. Alafu kwa ujinga wa watu wa Mungu walioitwa, inawezekana kweli waliitwa, ile wameshindwa kutafuta kanuni za ile kazi walioitiwa. Makanisa wanawafanya watu eti wawe huru, mpaka wanaingia kanisani na uchi. Mimi naita nusu uchi. Mhubiri anasimama kabana makalio yake, yani anaonekana makalio, maumbile yake yanaonekana. Unategemea nini? Biblia inasema hivi. Yesu walipomuuliza wakamwambia hivi, Biblia inasema akikamatwa kwa kuzini utakwenda jehanamu. Yesu akasema, jamani, sio kuzini tu, hata ukimtamani mwanamke, ukimtazama kwa kumtamani, umekwisha kuzini naye. Wangapi wanaume wamezini na wewe ulipokuwa umebana hizo nguo? Wangapi wanaume wamezini na wewe ulipokuwa umevaa hicho kisuruali, makalio yako wanayaona? Sikiliza, mwanaume na mwanamke ni chanya na hasi. Haziwezi kukutana. Huo ndio ukweli. Hata kaka yako anaweza akakutamani kama umeumbika. Ni maumbile. Kwa hiyo ni vizuri tuwe makini. Hawa wanaume tunaweza tukawasaidia wasiende jehanamu. Kwa hiyo kuna watu wengi wataenda jehanamu kwa sababu akitoka mjini anarudi katamani zaidi ya wanawake 30. Na hakumbuki kutubu. Kijana huyu
Na ndio maana kutokana na hiyo hali imekuja sasa na hii dhambi ya kupiga punyeto. Nasema ukweli, vijana wengi na hasa walokole wanapiga punyeto, lakini wanashindwa kujizuia. Wanakutana na wanawake, wanatamani. Haya macho hayana pazia. Unaweza ukawasaidia. Stiri maumbile yako. Kama atakutamani akutamani kwa ushetani wake, usiwe na hukumu wewe. Sasa anakutana mapaja yako nje. Mtu hata mapaja nyumbani kwake hana. Akirudi nyumbani anafanya nini? Mwili unamsumbua, anapiga punyeto. Halafu na hiyo hatuihubiri kanisani kama ni dhambi. Wapiga punyeto wote jehanamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka sasa, nikaona hivyo, na kisha Kristo akanirudisha, akaniambia, tazama Esther, mimi sipendezwi na vitu bandia hata kidogo. Na ninakumbuka mara nyingi sana Kristo alipokuwa akinichukua, akinieleza namna gani watu tunavyomkosea, mara zote huwa na huzuni, ni kama amepoteza kitu. Akaniambia, je, ukujua imeandikwa ya kwamba ondoweni vitu vya uzuri katika nyumba yangu? Ukisoma katika leo kwa muda huu nitataja tu vifungu. Mtumishi wa Mungu unaweza mkawa unaandika afu baadaye utajisomea mwenyewe. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33 na mstari wa 5. Mungu anamtokea Musa na kumwambia, waambie wana wa Israeli, ondoweni vitu vyenu vya uzuri katika nyumba yangu, muone kama mimi nitakuja kwenu. Kwa sababu kama nitakuja nikute mtu amejipamba, nikute mtu ana vitu vya uzuri, sio mahali pake. Na hasa unapoingia kanisani, ogopa kujipamba. Acha kabisa, usiingie nyumbani mwa Bwana kwa maulembo. Biblia inasema mwanamke anajipamba kwa ajili ya mmewe tu. Sasa unapojibamba huko barabarani unampambia nani? Maana kuna wavuta wanaume wote wakufuate. Mpaka kanisani tumewavuta mpaka wachungaji. Ndiyo. Haleluya. Siku moja nilipokuwa nasali, waimba kwaya walikuwa wamezoea Wanyamwezi wanapiga kanguo kafupi, waimbaji hao. Halafu huku wanavaa vitopu vifupi, havifiki huku, kasketi kafupi, topu fupi, halafu wanavaa na shanga. Lengo, walikaa kabisa wakajadili, wakasema tunataka tumkomeshe mchungaji. Sio naelewa, kuna watu hawajaokoka nyie. Wewe acha kanisani. Sasa wakianza kuimba, si unajua kuna staili za kuinama. Wakiinama inatokea nini kwa mchungaji? Si kuna staili? Wakiinama, huyu mchungaji anabakije huko? Na walikaa kabisa wakasema, leo wewe fulani vaa hivi tukumkomeshe. Sio wote anavaa huyu kwa wiki. Wanamkomesha nani? Sasa jifanya kaokoka, tuone macho yake yameokoka. Sasa siku moja askofu amechoka na hiyo tabia. Waliposimama tu, askofu akasimama akasema, haya waimbaji, geukieni kwa waumini. Leo waumini, waume zenu leo waone mnachokifanya. Na hisi labda aliambiwa kwamba kuna agenda hiyo. Sio, unanielewa? Haya, wakaanza hizo staili zao. Walipoinama, shanga wanaona watu kule wote, wakaona shanga, watu wote wakaona mapaja. Alafu akasimama akawauliza, ni sawa katika nyumba ya Mungu? Waimbaji si wanatazama kwa waumini, ni wahubiri kama ninavyohubiri mimi. Mhubiri sana hubiri, anaangalia watu. Sasa huku nyuma waliokaa huku, makuhani walioko huku nyuma, wanaona nini? Unaona? Kwa hiyo shetani ana mbinu nyingi. Ukitaka kujua mwanamke ni kivutio, jamani, mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Sio, naelewa? Sasa kama niliumbwa kwa ajili ya mwanaume, haijalishi ni mume wangu, yoyote si mwanaume, anaweza akatazama akanitamani. Lakini kama mimi nimekuwa chanzo cha kunitamani, na hukumiwa.
na hukumiwa. Lakini kama mimi nimejitahidi kwa nafasi yangu, mtu akatamani kwa tamaa zake, sina hatia mbele za Mungu. Sasa wanawake wengi tunatakiwa tuogope kupata hatia ambazo zilizotarajiwa. Unaweza tu wewe ukavaa unajua unapendeza tu, kumbe shetani ameingia ndani yako kwa ajili ya kumwangusha mtu fulani, wewe usijue kabisa. Haleluya. Baada ya hapo ninakumbuka akanieleza vitu vingi sana. Akaniambia nisome katika kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri 7:29. Akaniambia watu hawa nimewaumba na nikaona ni vyema namna walivyo, lakini wamejifanyia mavumbuzi mengi kupitia akili zao. Unajua mwanadamu alipewa akili. Sasa kupitia kuvumbua mambo, wamejikuta wanavumbua mpaka ya shetani akaanza kuyaishi pasipo kujua. Kristo akaniambia ninataka kulirudisha kanisa langu katika utukufu wangu. Haleluya. Anataka kulirudisha kanisa lake katika asili yake. Na ndio maana mimi amenipa ujumbe wa uamsho. Yaani kuliamsha kanisa lililokuwa limejisahau, kwa sababu Yesu yuko karibu kurudi. Na uamsho huo unakuja mara tu mtu anapokuwa amegundua ukweli kwamba kumbe kanisa tunatakiwa kuishi hivi, sio hivi. Ndio maana alinifundisha na dhambi za ndani ambazo mtu mwingine hawezi kujua kabisa kama umetenda dhambi, lakini kwa ukweli wewe unajua kama umetenda dhambi. Haleluya. Mfano dhambi ya kutokusamehe, dhambi ya manunguniko, dhambi ya uchungu. Haleluya. Ni dhambi ambazo sio rahisi kumjua mtu kwamba huyu hajasamehe. Unajua unaweza ukaishi na mtu anatafuta kukuua bila wewe hujui, kwa sababu ulimkosea miaka kadhaa iliyopita. Ni dhambi ambayo anaijua yeye mwenyewe, kwa mtu mwingine hajui, na huyo pia atahukumiwa. Kuna watu wengine hawasemi walichochukizwa nacho, lakini wanacho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo akaniambia mimi sipendezwi na mtu vuguvugu, yaani mtu ambaye anakaa huku na huku. Na ndipo akaniambia kanisa langu kwa sasa liko hivyo. Unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo, utasoma kwa wakati wako Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 15 hadi 16. Mungu hapendezwi na vuguvugu. Anasema ni heri ukichagua uwe baridi, ijulikane wewe wakwenda kuzimu. Na ndipo mimi huwa ninasema hivi, kuna watu siku moja utakaposimama siku ya hukumu, najua na shetani atakuwepo, si ndio? Najua Biblia inasema shetani, kuzimu haikuumbiwa mwanadamu. Kuzimu iliumbiwa shetani na wala alioasi nao, aliokosea akashuka nao theluthi moja. Hao ndo waliumbiwa kuzimu. Lakini sisi huwa tunaenda wenyewe. Mimi huwa nasema kuna siku moja shetani atakuja kukatae hadharani. Oh, mimi nilikufuata shetani. Wewe hukunifuata. Wewe tu kiherere chako ndo ulingangana kuwa na mimi. Kwa sababu kila kitu kiko wazi, kimewekwa wazi kwamba ukifanya hivi unakosea. Lakini unajua unakosea. Hivi hapo jamani tumsingizie shetani? Unajua kabisa uzinzi ni dhambi, unaenda kuzini. Hebu nikuulize, jamani hapo utamsema watu tuna huu mtindo eti shetani alinipitia. Wewe shetani hakukupitia, ulienda wewe. Sikudanganya mtu. Na walokole tumekuwa na huo uongo. Dakika mchungaji, shetani tu alinipitia. Shetani hakukupitia, pambana. Ni wewe ndio umemfuata shetani. Wala usimsingizie shetani. Mungu alisema nimewapa njia mbili mbele yenu, mauti na uzima, lakini mimi nakushauri chagua uzima. Lakini ni wewe una uchaguzi wa kuchagua uende jehanamu, wa uchaguzi uende mbinguni kwenye raha ya milele. Ni wewe. Na bahati nzuri siku moja Kristo aliniletea mtu, na kisha nikaanza kuona ndani ya nafsi utendaji wake. Niliona vitu vingi sana kwenye nafsi. Kwenye nafsi kuna hiari. Hiari hii ndio itakayohukumiwa. Kuna maamuzi ndani ya nafsi. Sasa hivyo vitu vingi viliwekwa, sio kuna ufahamu.
sijui humo ndani kuna akili, humo ndani kwenye nafsi kuna utashi, humo ndani kwenye nafsi kuna vitu vingi. Alinifundisha, aliniletea mtu hivi akaanza kunifundisha kimoja baada ya kingine. Nikaona mpaka vyumba vingine hatuvitumiagi hata. Ndio maana ukipata neema mwambie Mungu, tumia nafsi yangu, niongoze nafsi yangu isinipeleke jehanamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kisha hiyo siku Bwana akazungumza na mimi mambo mengi sana akinifundisha. Na mara baada ya hapo akaanza kunielekeza. Nakumbuka hiyo siku nikaletewa mhubiri mmoja ambaye yuko Tanzania. Hayupo kwa sasa. Nililetewa. Alikuwa anapenda kujipamba sana yule mtu. Ni mhubiri mwanamke. Alikuwa anajipamba sana. Hawezi kupanda madhabahuni bila wanja, hawezi kupanda madhabahuni bila mawigi. Haleluya. Lakini nikaletewa na wahubiri wengine wanawake vijana, wahubiri vijana ambao kwa sasa hivi injili wanaivunjia heshima kabisa. Wanavaa nguo za kubana na wamejilemba, alafu wanahubiri habari ya ufalme wa Mungu. Kristo nilimwona akatikisa kichwa, akaniambia ngoja nikwambie. Na kisha alinyosha mkono, aliletwa mwanamke kahaba. Akasimama na yeye mbele yao. Akaniuliza kuna utofauti. Walikuwa wanafanana. Kahaba ambaye kazi yake ni kuvuta wanaume. Sijui unanielewa? Yaani kazi kahaba jamani si ni cha wote. Ukisoma kwenye Biblia, yani kwenye kanuni ya Waisraeli, makahaba walikuwa na kamji kao kabisa, wametengwa. Kwa hiyo mgeni mwanaume yeyote anayetaka kupona anauliza jamani kwa kahaba ni wapi? Wanaenda tu. Sina yule Msamaria naye ni kahaba alikuwa. Yule Msamaria aliyekutana na Yesu. Yaani makahaba kwa sababu walikuwa na maadui wengi na hawachangamani, walikuwa wanatengwa kabisa. Na ndio maana yule kahaba Biblia inasema jua la saa 6 mchana yeye ndo anaenda kuchota maji. Yaani wanawake wazuri wenye waume zao wenye kujistiri wameshamaliza kazi zao, na yeye ndo anaenda akakutana na mwamba Yesu. Haleluya. Akaniuliza hivi, Yesu, mimi ni lazi kahaba na mtu anayeutaja ufalme wangu wanafanana? Kati ya hapa wa kwangu na wa shetani ni yupi? Kwa sababu Biblia inasema ninyi ni barua iliyokatibiwa iweze kusomwa na watu wengi. Si ndio? Sasa unajua barua ni kitu ambacho kiko wazi. Sasa mimi nikisimama mhubiri niko kama kahaba, na kahaba nitamhubiri nini? Akaniambia ninachukizwa na hiki kitu. Haleluya. Nilimuuliza maswali mengi. Nikamuuliza Bwana, mbona hawa watu nimeshuhudia wanatenda miujiza? Na mimi ambaye Mungu umenizuia, mimi Mungu hata nikiwa bado binti alinitokea akaniambia nianze kufunika kichwa. Sikuwa nafunika kichwa. Nikiwa binti kabisa. Baada ya kutoa zile nywele za dawa, kilichofuata alikuwa ananibadilisha hatua kwa hatua. Aliniambia niwe nafunika kichwa ninapokuwa niko kwenye kuomba. Kipindi kile sikuwa mhubiri, nilikuwa muombaji tu. Akaniambia usisogee mbele yangu madam kichwa chako kiko wazi. Kusoma kwenye Wakorintho anasema mwanamke na afunike kichwa kwa ajili ya ishara, kwa ajili ya kuonyesha kumilikiwa na malaika. Unajua nywele ni moja ya urembo. Nikwambie tu kitu hicho. Mimi nilishakutana na mwanaume mmoja anasema mimi mke wangu nilimpendea nywele tu, na nikishika tu nywele zake naridhika. Kwa hiyo ni moja ya nini? Ya urembo. Usicheke, wanawake tumeumbwa kwa urembo. Nywele zako ni urembo kabisa tosha. Ila sasa wakati mwingine hujui. Kwa nini wanawake makahaba wanapenda sana kutumia nywele kuzitengeneza? Kwa nini wanahangaikia nywele? Ushawahi kujiuliza? Wanahangaikia, yani kuna maeneo nyeti ambayo wanajua na shetani alishawapa maarifa. Saluni nyingi mjini. Kwa ajili ya nini?
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alinikataza, aliniambia ninapoingia kwenye maombi, na ndipo akanipa kile kitabu cha Wakorinto. Mwanamke anapokuwa anahutubu, anapokuwa na hutubu, afunike kichwa chake, kwa maana kichwa cha mwanamke ni utukufu kwa nani? Na kichwa cha baba ni utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu. Sasa hizi kanuni watu wengi hawataki kuzitafuta na kuzifata, kwamba mimi ni mwanamke natakiwa kuwaje. Anachukulia kawaida, yani kila kitu kawaida. Sasa kupitia ule ukawaida tumehukumiwa. Na ndio maana mtumishi wa moja alizungumza akasema hivi, kuzimu ni mbingu ya wanawake, kwa sababu wanaokwenda jehanamu wanawake ni wengi. Lakini sio ajabu, hata kama tuna watu katikati ya watu 200 wanashuka 150, tupo na tutakao kwenda mbinguni. Tupo. Halafu bahati mbaya wanawake tuko wengi sana kuliko wanaume. Si ndio? Nakumbuka, na hii shetani sasa anaitumia hii silaha. Hivyo unajua, shetani hii sasa hivi anaitumia silaha hii. Kwa mfano kwenye swala la ndoa kanisani, watu wengi hawaolewi, kwa sababu shetani anaitumia kwamba wanawake ni wengi, wanaume wachache. Nitaolewa na nani sasa wanaume wachache? Wewe yupo wa kwako. Na hauwezi kukubali ukawe eti uende nyumba ndogo kwa sababu tuko wengi. Hakuna cha wengi. Mimi nilizaliwa peke yangu, napambana peke yangu. Hasa nijali na ajili ya mwingine nani? Biblia inasema tangu nyakati za Yohana hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Katika kila eneo unatakiwa upambane kuteka baraka zako. Katika kila eneo unatakiwa kupambana ujue kutafuta haki zinazo kustahili. Kwa hiyo dunia ya sasa hivi usipopambana, kuna mambo mengi utakosa na utabaki kumlaumu Mungu. Lakini kumbe tafuta kanuni za kila jambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nazungumza naye nilimuuliza maswali, akanipa kile kitabu cha Mathayo 15:8. Watu hawa hunikiri kwa midomo tu, lakini mioyoni mwao wameachana nami. Haleluya. Na ndipo akaniambia, tazama utaona tena kitu kingine. Alinichukua paka kwenye bustani ya Edeni. Unaweza kujiuliza, huyu mtumishi bustani ya Edeni iko wapi? Mimi sijui. Alinichukua akanipeleka kwenye vyanzo vya uumbaji. Nakumbuka nilimkuta mwanadamu ambaye ni mzuri hujawahi kuona. Ni mzuri hujawahi kuona. Jamani, nikiwaambia kwamba wokovu haujaanzia Ulaya, unaweza usinielewe. Wokovu umeanzia Afrika. Hata Yesu ana chembe ya Afrika. Unielewi? Yesu sio mzungu. Yesu hakuzaliwa kwenye uzao wa kina Shemu. Yesu alizaliwa huku. Alizaliwa na taifa la Israeli. Muisraeli sio mzungu. Ukimtazama ana mchanganyiko. Na ndio maana watu wengi wakipata maono, siku moja mtu mmoja aliniuliza, hivi Yesu ulivyomuona anafanana na yule Brian Mwingereza? Yesu hafanani na wala hana rangi ya hivyo. Sasa wewe unayejisumbua kuweka mabango yake huko eti ndo Yesu, hakuna. Hayuko hivyo, ila ana mfanano kwa mbali ile sura, lakini rangi sio ile. Haleluya. Akanipeleka katika bustani ya Edeni. Niliwakuta wale watu walikuwa huwezi kuona utupu wao. Na ndipo akaanza kunifundisha asili ya mwanadamu ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Adamu na Hawa kabla hawajatenda dhambi walikuwa wako uchi, lakini walikuwa hawaonekani utukufu. Vazi lao walikuwa hawaonekani uchi. Vazi lao lilikuwa ni ule utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine
Ndio maana nimezungumza nikasema hivi, unapokuwa umejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, Yesu anakuwa ndani yako. Alisema, na wewe, anasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Sio, umeelewa? Kama niko ndani ya Yesu na yeye yuko ndani yangu, maana yake yuko kote mpaka kwenye huu mwili. Si ndio? Maana yake ni Kristo atakayekuwa anaonekana juu ya mwili wangu, ingawa nina mwili wenye kufa. Kwa lugha nyingine, Yesu anapokuwa yuko ndani, ule utukufu unatokeza, unafunika, unafanyika kuwa vazi la huu mwili wa kibinadamu. Kwa hiyo nikashuhudia wale watu, kulikuwa na utukufu badala ya mavazi. Yaani ni ule utu wa ndani uliufunika mpaka mwili, ukawa ni badala ya vazi. Na ndio maana walikuwa hawaoni kama wako uchi. Walipokosea, ule utukufu uliondoka. Ngoja nikwambie, unajua aliyesababisha sisi tuanze kuyaona mambo ya duniani alikuwa ni nani? Ni Adamu. Unaweza usinielewe, mtumishi wa Mungu. Adamu na Hawa ndio waliosababisha kufunua huu ubinadamu. Tukaanza, sikiliza, zamani ubinadamu na wenyewe walikuwa hawaujui kabisa, kama ambavyo sisi leo hatuujui utu wa ndani. Yaani yale mambo ya mwilini yalikuwa hayana uwezo, yalikuwa yamefichika machoni pao, kama sisi ambavyo leo mambo ya rohoni yamefichika. Kwa hiyo lengo la shetani, aligeuza tu hivi. Kwa hiyo akayafanya ya mwilini yaonekane wazi wazi na ya rohoni yafichike. Kwa sasa hivi mambo ya rohoni tunayatafuta, tunapambana ili tuyapate, yaliyokuwa yameondolewa tayari kupitia dhambi. Unajua mtoto mdogo anapokuwa amezaliwa anaona vitu vya rohoni tu, vya mwilini havijui kabisa. Na nikwambie ukweli, mtoto mdogo ambaye hajajua kuongea, wachawi anawaona. Kwa sababu mchawi akitaka kukuloga anaenda rohoni, hakai mwilini. Ndio maana mchana nilizungumza ukipofu ni hatari. Sio, unanielewa? Siku moja nilikuwa kwenye kanisa, niliona zaidi ya watu 4 wanasali vichwa chini, miguu juu. Nawaambieni ukweli, humu kanisani tunasali na watu wachache, wengine ni maalum kwa ajili ya kuzimisha nguvu ya Mungu. Wewe unahubiri, wamekaa kwenye kona ile, unapiga makelele huku, wenzako wamekamata nafsi za watu. Hujawahi kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume? Yule mtu mmoja alikuwa anaitwa Bayesu, akawa anaufanya moyo wa Paulo Sergio kuwa mgumu. Si Biblia inasema hivyo? Hivi unataka kuniambia kama mtumishi wa Mungu Paulo asingekuwa na macho ya rohoni angejuaje? Utamhubiri mtu mwingine, kumbe lipo jitu lingine likazi yake kumzuia. Haleluya. Kwa hiyo nikaona wale watu walikuwa wamevalishwa vazi la utukufu, kwa hiyo hawawezi kuona kwamba wako uchi. Kwa hiyo shetani alichokifanya, alijaribu kuondoa ule utukufu kwa kupitia kanuni na sheria ambazo Mungu alikwisha kuwapa wanadamu. Na hata sasa bado anatumia vile vile. Unataka kuniambia zamani Adamu, ngoja nikwambie, Adamu alipowekwa kwenye bustani ya Edeni, alikuta kama angetaka matumizi ya dhahabu, kulikuwa na mito inayotiririsha dhahabu, si ndio? Wasomaji wa Biblia. Kulikuwa na mito maalumu ambayo inapitisha dhahabu. Yaani maana yake vitu vyote vilikuwa hadharani. Sikiliza nikwambie, katika maisha hata sasa vitu vyote viko wazi katika roho. Kama ni dhahabu kwenye maisha yako, zipo, zinatiririka ila huzioni. Sio, unanielewa? Yaani kama ni utawala wa kumtisha simba na dubu na nini, upo ila huwezi kuona, kwa sababu shetani aliugeuza ukafichwa. Na kwa sababu Adamu alimpa shetani kiuhalali, na ndio maana Mungu ilimlazimu aje Yesu Kristo awe mwanadamu kamili. Alikuja kurudisha ile asili kupitia tu kanuni. Na ndio maana inawezekana hata sasa kuishi kama Adamu.
Inawezekana. Nakwambia inawezekana, na ninakutamanisha, tamani na utende. Inawezekana kuishi kama Adamu alivyoishi. Inawezekana kuyaona mafumbo ya siri ambayo wengine hawayaoni, na ukayaona. Inawezekana kabisa. Haleluya. Adamu alikuwa na mamlaka, alikabidhiwa mamlaka, na ndio maana hata alivyoambiwa ya kwamba Adamu, hebu hawa wanyama waite majina, si ndio? Aliwaita majina, na majina aliyoyaita mpaka leo si tunayajua mpaka leo. Hakuna atakayekuja kubadilisha mpaka leo. Ni kwa sababu gani? Unajua, alikuwa rohoni. Unajua kila jina lina utendaji wake. Alipoitwa simba, kupitia jina lile simba ana utendaji wa kisimba, na aligundua kwamba huyu mnyama duniani amekuja maalumu kwa ajili ya kazi gani, akamuita sawa sawa na kazi. Na ndio maana sasa nitaenda mbali nagusia tu vitu vingi. Na ndio maana katika ulimwengu wa roho, ulipozaliwa ulikuja na jina lako. Wazazi wako wanapokosea ndio wamekukosesha vitu vyako vyote. Sikiliza, unakuja duniani na package yako na jina lako. Lile jina ndio limebeba vitu vyako vyote duniani. Unajua sasa hivi kuna vitu vingi sana vinavyowafanya watu wa Mungu waishi kwa shida, kwa sababu unaweza ukapewa jina ambalo halifanani na package ulionayo. Kwa hiyo utaitafuta hiyo ya kwako, hautaipata, kwa sababu kila jina lina utendaji wake. Fuatilia, soma vizuri. Kwa nini wakati anataka kuzaliwa Yohana Mbatizaji, kwa nini aitwe Yohana? Manake lile neno lilikuwa na, lile jina lilikuwa na nguvu yake. Ukitaka kujua majina yana nguvu, fuatilia. Biblia inasema Yesu akapanda mlimani akakesha kule. Alikuwa anamuuliza baba yake, hawa watu unaonipa ni nani na nani, na kazi zao? Ndio, kuna kazi hii na hii. Je, majina yao ni nani? Na ndio maana Biblia inasema Petro akaitwa Petro. Unajua Petro tafsiri yake ni mwamba. Sasa mtu mwingine ukisoma pale, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, unaweza ukaishia hivyo, lakini kuna ile tafsiri halisi ya jina. Mwingine akaitwa Yuda. Unajua hata Yuda msaliti aliitwa na Yesu mwenyewe. Mwingine akaitwa Yakobo, mwingine akaitwa Yohana, mwingine akaitwa nani? Wote aliwapa majina. Wengine wakaitwa wana wa ngurumo. Kila jina lilikuwa na maana yake. Kwa hiyo kila mmoja alipewa jina sawa sawa na ile kazi aliyopewa hapa duniani. Na ndio maana hata Sauli, nisikilize, Sauli alipomwokoa Yesu alimbadilisha jina pale pale. Alikuwa anaitwa Sauli, lakini Yesu akamtoa kwenye usauli akamuita nani? Paulo. Sasa watu hatujui hizi kuna siri nyingi jamani. Haya mambo ya rohoni vimefichwa, na sisi tunaweza tukagundua hivi vitu na tukaweza kuwasaidia. Hata vizazi vyetu tunaweza kuvisaidia. Mtoto anapokuwa tumboni tu ana jina lake. Mimi nakumbuka watoto wangu wote wanapokuwa na miezi 6, Mungu huwa anasema na baba yangu kwamba huyu mtoto ni fulani kwa sababu kazi yake ni hii duniani. Huwa anasema. Na siwezi kulazimisha nimuite jina la kizungu, mara sijui nimuite nani. Si unajua siku hizi kuna majina ya kizungu. Kila mtu mtoto wake anataka muite jina la kizungu. Sikiliza, Mungu akisema muite John, muite John. Kiswahili kabisa. Wala usihangaike, kwa sababu majina yana nguvu. Mimi nilikuwa naitwa Rebeka. Nilipobatizwa FPST kule utotoni niliitwa Rebeka. Na hilo jina nimekaa nalo mpaka nimesoma nimemaliza. Nilikuwa naitwa nani? Rebeka. Lakini juzi hii alivyonitokea ile siku nilikuwa nakwambia kwamba aliponitokea aliniambia nitakupa jina jipya. Na ndio maana leo nasimama hapa kama Esther. Ningekuwa Rebeka inawezekana nisingesimama hapa. Nasimama hapa kama Esther, mtu mpya niliyebadilishwa jina. Lile la Rebeka nilichagua, mimi nilisoma tu na pale pale nipendezaga utoto unajua
mchungaji mwinjilisti wangu aliniletea kitabu majina nichague, miongoni mwake Rebeka. Mimi nikasoma pale, Rebeka akachukua shera yake akajifunika mbele ya Isaka. Mimi nilipenda tu pale. Lakini mimi kumbe ni Esther. Ni Esther, mwanamke ambaye alichaguliwa na Mungu. Kumbuka alikuwa anaitwa Hadasa. Nakumbuka alikuwa anaitwa nani? Lakini akaitwa nani? Esther. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akanifundisha kwa habari ya bustani ya Edeni. Lakini naona muda wangu kama unanitupa mkono. Si ndio mchungaji? Au bado? Haleluya. Ni sawa. Mimi hata tukesha haina shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo akanitoa pale bustani ya Edeni, akanileta huku duniani. Nikashuhudia, nikapelekwa eneo moja, nikaona watu wengi wanatoka makanisani. Nakumbuka katikati ya wanawake wengi au katikati ya watu wengi waliokuwa wanatoka kanisani, nilimuona mama mmoja alikuwa amefunikwa na ule utukufu niliouona kule bustani ya Edeni. Kabisa ule utukufu ulikuwa umemfunika vizuri, anatembea ndani hivi. Unajua ni kama chupa alafu weka panzi kwenye chupa hivyo. Yani amezungukwa hivyo, yuko ndani. Na ndipo Bwana akaniambia, umeona mwanamke anapokuwa amekaa kwenye nafasi yake kama mwanamke. Nakumbuka yule mwanamke nilimuona alikuwa amebeba tenzi na Biblia mkononi hivi. Ni mama, nilimuona alikuwa ni mama, mtu wa makamu. Lakini alikuwa amevaa nguo za kitenge kabisa. Sisemi kwamba tuvae tu kitenge ndio utukufu wa Mungu, maana mtu mwingine anaweza akasema tu labda tuvae tu vitenge ndio utukufu wa Mungu tutaupata. Hapana. Nilishuhudia yule mama alikuwa ameshona nguo ya kitenge, ilikuwa ni blouse lakini alikuwa amejifunga na kitenge hivi. Na ilikuwa ni nguo imefunika mpaka chini hicho kitenge. Lakini na kichwa chake alikuwa amefunika yule mama, na alikuwa natural. Hakuwa na kitu chochote kilichokuwa kimechanganyikana. Alikuwa anaimba na mtukuza Mungu. Anaimba. Mungu akaniambia, hebu tazama ninavyopendezwa na huyu mwanamke. Akaniambia mwanamke wa namna hii hatikiswi na chochote, kwa sababu mimi niko ndani yake na niko juu yake. Akaniambia, unajua wanawake wengi kwa nini leo wanalia sana kwenye ndoa? Kwa sababu wameuondoa utukufu wa Mungu. Wameondoa ile samani ya mwanamke. Na ndipo akanikumbusha kwenye kitabu cha Esther. Wakati Esther ameingizwa kwenye wale watu, kumbuka wale watu ni wapagani. Walikuwa wana desturi zao. Unaposoma Biblia walikuwa na yani sabuni maalum za kumuogeshea ule bikira ili akaonane na nani? Na huyo mfalme. Kulikuwa na mavazi, lakini kulikuwa na vitu vya kushika. Biblia inasema hivyo. Lakini wanawake wote walikuwa wanaenda kwa mfalme wamejipamba, wameweka na kope bandia, si ndio? Siku kuna kope bandia. Huku kijijini kuna afadhali kwa kweli. Ukule mjini ni uchafu mwingi sana. Kaweka makeup, kaweka manini, mpaka mtu amebadilika mpaka sura. Yale maudongo yale yanayomomonyokaga yale. Unanielewa? Basi akanikumbusha, akaniambia kwamba kumbuka Esther ilivyofika wakati wa kwenda yeye, wale wengine wote walikuwa wanaenda. Unajua, ngoja nikuibie siri. Wale wote walioenda kabla ya Esther sio kwamba hawakuwa na mfalme, walifanywa kuwa masuria. Kwa sababu isingewezekana uingie kwa mfalme alafu utoke uwe raia, haiwezekani. Wale wote wasichana walioingia kwa mfalme hawakufanywa kuwa malikia, ile walifanywa kuwa kina nani? Masuria. Masuria ni mke mdogo. Ni mke mdogo. Na ndio maana kuna masuria wana watoto, si ndio? Tunaposoma Biblia. Suria fulani akazaa mtoto na nani? Na Sulemani, si ndio?
Suria akazaa mtoto na Daudi. Yani wale ndio walikuwa masuria, lakini ni ziada ya yule mke halisi. Unajua wanawashanga sana wanawake mnaokubali kwenda kuolewa nyumba ndogo. Yani wewe ziada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wote walifanywa kuwa masuria. Ilivyofika, yani aliyekuwa anatafutwa ni yule mwanamke atakayesimama badala ya wanawake wenzake. Yani thamani yake imepita kimo. Hiyo ndio inayotafutwa mpaka sasa hivi. Mimi nawaambiaga hata wasichana, tafuta kimo. Acha kujilinganisha. Yani haijalishi una sura gani, tafuta ile thamani ulio nayo. Hata mwanamke kwenye ndoa, tafuta ile thamani. Acha kuwa ziada. Haleluya. Unaposoma kwenye Misali, unajua unaweza kunielewa zaidi sana. Sulemani pamoja na wanawake 1000 ngapi? Si ndio Biblia inasema? Lakini anasema hivi, ni nani awezaye kumuona mke mwema? Hakusema wanawake. Ni nani awezaye kumuona mke mwema? Kima chake chapita kima cha marijani. Unaweza, yani jamani, yani kuna kitu fulani ambacho wanawake ametuondolea shetani. Usikubali. Kwa kweli kama kuna eneo unatakiwa upigane ni hilo. Usipigane ngumi, pigana rohoni. Kwa sababu shetani alituondolea rohoni. Sasa tutarudisha kwa jina la Yesu. Akanikumbusha, akaniambia wengine wote walijipamba, wakafanya na namna gani, lakini Esther akagundua siri. Kwanza akamlingana Mungu. Alipokaa na Mungu, Biblia inasema Mungu akampa hekima. Kwanza ataenda vipi, atakaaje kwa mfalme. Kumbuka desturi ya yule mfalme, walikuwa wanawake wote wanajipamba. Walikuwa wanajipamba. Watu wa huko walikuwa wanajipamba. Wakalidayo wale, ni asili yao. Unajua mapambo ni miungu. Haleluya. Na walikuwa hawamjui kabisa huyu Mungu. Mungu akampa uwezo wa kutambua kwamba lazima nijiamini, mimi nitapendwa kama nilivyo. Biblia inasema alipomkabidhi vitu vya kwenda navyo, akasema na kupamba wanja na kupaka wanja na kuwekea sijui makeup na kuwekea kucha bandia, ili ukifanya hivi mfalme alizike na mikono yako. Esther akasema nitakwenda kama nilivyo. Alipoingia kwa mfalme, sikiliza kilichomtambulisha. Mfalme hakumuona Esther. Mfalme aliona thamani ya huyo mwanamke. Kwa hiyo maana yake ule utukufu wa Edeni aliouona Adamu akachanganyikiwa kwa Hawa, kwa Eva. Biblia inasema Adamu alivyoletwa yule mwanamke, Adamu akachanganyikiwa. Kwanza jambo la kwanza anasema akampenda. Alipompenda akasema hii ni mifupa yangu katika nyama yangu. We, nani alikwambia na mfupa wako ulienda pale? Nani alikwambia na nyama yako ilienda pale? Sababu Biblia inasema Mungu alitoa ubavu akaweka. Maana yake nyama haikuwekwa pale. Mungu alifanya kazi ya kumuumba mwanamke asifanane na mwanaume. Na ndio maana sisi wanawake maumbile yetu ni tofauti. Hatufanani. Ila ukitaka unaweza ukajifanya kuwa mwanaume kupitia gym na nini, unaweza. Lakini sisi maumbile yetu hayafanani. Hata ukinitazama, hata atakuwa mwanamke ni mbaya kiasi gani, uweze ukamsimamisha na mwanaume. Jamani, mwanaume akavutia. Ndivyo tulivyoumbwa kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo akanifundisha, akaniambia wanawake wengi wamepoteza thamani zao. Nikwambie kitu, kupendwa ni lazima, sio ombi. So nanielewa? Kupendwa ni nini? Kwenye ndoa. Yani ni sheria, sio ombi. Hata Mungu mwenyewe amesema kwamba enyi wanaume wapendeni wake zenu, si ndio? Sasa kama hupendwi, haleluya, ya anasema tu niliyopewa. Haleluya. Wanawake, ni wakati wa kuinuka kutambua thamani zetu. Ni wakati wa kuishi kwa amani kwenye ndoa.
Ni wakati wa kuichukua thamani iliyokuwa imeibiwa na shetani. Inawezekana uliipoteza kwa maisha uliyowahi kuishi. Wanawake wengine, mabinti, na thamani ya mwanamke inatunzwa kwenye huku usichana huku. Kama unagundua kabisa ulishaiharibu, jamani, itafute sasa. Rudi kwa Bwana, anza kutafuta ile thamani iliyopotea kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja kurudisha vyote. Ninapokuwa nimetambua ni lazima nitaanza kuitafuta ile thamani sawa sawa na maandiko. Inawezekana thamani yako iliondolewa kupitia tabia zako. Mimi nasema enyi waume wapendeni wake zenu. Utapenda mtu asiyekutii? Wanawake wengine kwenye ndoa wanataka kuwa baba. Sasa utapenda baba? Utampenda mwanaume wenzako jamani? Si haiwezekani inawezekana nafasi yako umeipoteza kwa sababu ulitafuta yani ulikaa kwenye nafasi ambayo sio yako. Na mwanaume akigundua humsamini, humheshimu, humtunzi, atakutoa tu kwenye moyo wake taratibu. Sasa kwa sababu ameokoka ndo mtaishi humo ndani hivi. Hawezi tu kwenda kwenye nyumba ndogo, lakini huko ndani hapakaliki, watu hawalali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia wanawake wengi sana wamepoteza thamani kupitia kutenda sheria za shetani. Haleluya. Na ndipo ninakumbuka Yesu Kristo akaniambia, tazama utaona mambo mengine. Na kisha mbele yangu waliletwa watumishi wengi sana, wa kike na wa kiume. Na kisha nikaona vinywa vyao namna wanavyonipinga. Akaniambia, akanipa kitabu cha Ezekieli sura ya 8:14 mpaka 16. Haleluya. Akanipa kitabu cha Ezekieli. Lakini akanipa kitabu cha Ezekieli katika sura ya 3 mstari wa 16-17. Sura hiyo inazungumza hivi: watu hawa wana mioyo migumu, Esther, hawatakusikiliza wewe, lakini nimekupa uso wa gumigume mbele yao. Usiwaogope, sema nao. Huu ujumbe nilipewa wa kanisani kabisa, sio wa makahaba huu ujumbe. Akaniambia sema nao, hata kama watakupinga wewe sema, nimekupa uwezo mbele yao. Na wengi watabadilika, na wasiobadilika watakuwa wamesikia. Na hili namshukuru Mungu, tangu nimeanza kutoa ujumbe wanawake wengi sana wamepokea mabadiliko. Hebu mshangilie kwanza Bwana. Wanawake wengi sana wamepokea mabadiliko katika huu ujumbe. Wanawake wengi sana. Namshukuru Mungu kwa sababu mbingu itakuwa ni ya wanawake tena, sio ya jehanamu. Tutailisi mbingu kwa sababu tumetambua nafasi zetu kwamba sisi ni wanawake. Tunatakiwa tuishi duniani kama tuko mbinguni. Tunatakiwa tuishi duniani kama tunaishi mbinguni. Tunatakiwa tuishi kwa mapenzi ya Mungu. Mwanamke aliumbwa kwa kusudi maalumu, na hilo kusudi tutalitambua na tutalifanya hapa chini ya jua. Na kupitia sisi tutatengeneza vizazi vyenye kumcha Mungu. Anasema hivi, wanawake, fundisheni mabinti zenu namna ya kuomboleza. Tutawafundisha mabinti zetu. Kwa hiyo tuna uhakika kama mama tutabadilika, mama atakapobadilika, tuna uhakika na mabinti zetu watabadilika. Mama atakapobadilika, tuna uhakika na waume zetu tutawatia kwenye kweli yote. Sikiliza, kama Yezebeli aliweza kumdanganya mwanaume paka akaleta miungu mingine, akajenga nyumba paka akaua watumishi wa Mungu, akamwaga damu isiyokuwa na hatia ya Nabosi, kwa sababu ni mwanamke. Na ndipo Bwana akaanza kunifundisha kwamba mwanamke umepewa uwezo mkubwa sana. Na ndipo aliponiambia hivi, mwanamke ukitaka unaweza kumsaidia mume wako kutoka kwenye tabia yoyote chafu na kumtafuta Mungu. Kabisa inawezekana. Kinachotakiwa uwe na hekima. Sio kumwambia kwa nini hujaenda kanisani? Lione kwanza ni mwanaume gani wewe. Mungu atakupa hekima namna ya kusema. Sio, unanielewa?
Wanawake wengi tumepungukiwa na hekima ambayo tulizaliwa nayo. Soma vizuri Biblia. Abigaili alizuia mauti kwenye nyumba yake. Soma vizuri Biblia yako. Kati ya wanawake waliomsababisha Daudi asimwage damu, Daudi anasema hivi: ninamtukuza Mungu kwa ajili ya huyu mwanamke, kwa sababu amemfanya masihi wa Bwana asimwage damu isiyokuwa na hatia. Ni hekima ilitumika, si ndio? Hakuwa anamwokoa mume wake tu wala watoto wake tu, aliokoa hata utumishi wa Daudi. Sababu angeenda kuua mpaka watoto wasiokuwa na hatia. Angeua mpaka wafanyakazi wa yule Nabali wasiokuwa na hatia. Aliyekosea alikuwa ni Nabali peke yake. Lakini hekima ya Abigaili ikamzuia. Na ndio maana Abigaili akasema, hapa lazima nitazaa watoto wenye hekima. Ndio maana akamtafuta amuoe baada ya mume wake kufa. Si alimuoa? Sio kwamba alikuwa anaoa mwanamke pale, alikuwa anatafuta ile hekima iliyoko ndani ya yule mwanamke. Kwa sababu siku moja nilikuwa naomba, Mungu akaniambia hivi, kabinti fulani tu akanisimamishia, akaniambia hivi katika roho, akaniambia huyu binti atakayemuoa atakuwa ameoa mali, atakuwa ameoa amani, atakuwa ameoa nyumba, atakuwa ameoa pesa, atakuwa ameoa mafanikio, atakuwa ameleta kizazi chenye kumcha Mungu na kizazi kizuri. Unajua? Yaani unaweza usielewe. Biblia inasema umuonavyo mama. Jamani, mbona amsemi? Si ndivyo alivyo? Si ndivyo? Inawezekana wewe umeokoka, lakini binti yako mambo anayoyafanya ni ya ajabu. Usishangae. Yaani upo tu mfumo huko nyuma. Wewe rudi huko nyuma. Inawezekana wewe ulipona ile hukutaka kukashughulikia hako kama mkondo kukaondoa. Upo tu mfumo huko nyuma. Inawezekana mabibi, mashangazi huko wako. Kwa hiyo shetani amepenyeza hizo asili kuzifanya ziishi kwenye nyumba yako. Haleluya. Haleluya. Kila jambo linalotendeka kwenye maisha lilianzia mbali, na ndio maana linaonekana leo. Nimezungumza nikasema asili na mpango wa kuzunguka tu hivi. Inazungukaga tu hivi. Lazima utarudi ulipoanzia. Kama ambavyo hatukuwepo duniani tulizaliwa, si ndio? Lazima utarudi kwenye kutokuwepo tu. Ni sheria. Ni sheria. Na ndio Mungu alifanya. Yaani Mungu alibaki peke yake, asiye na mwisho wala mwanzo. Wengine wote tuna mwisho na tuna mwanzo. Sasa asili kazi yake ni kuzunguka hivi tu. Inazunguka, itarudi ulikotoka. Lazima itarudi. Kama kwenu walikuwa ni watukanaji, amini usiamini, kwenye kizazi chako atapatikana tu. Usipokata hii asili, ukaleta asili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka nimalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimuuliza maswali mengi. Na kisha akanipa kitabu cha Walumi sura ya 1 mstari wa 26 mpaka 28. Wewe utasoma tu kwa wakati wako. Haleluya. Akaniambia, na ndipo nikaletewa wanaume wengi sana hii tabia. Nikamuona yule kiumbe anayeshughulika na kutia kiu ya dhambi kwenye miili ya watu. Na ndipo nikaona huu mwili shetani ameuteka, mwili wa mwanadamu shetani ameuteka, halafu akaanza kuongoza kwa namna anavyotaka ili tumkosee Mungu. Hasa ni kutenda kinyume ya namna mtu alivyoumbwa. Na ndio maana unaweza ukashangaa mwanaume anamtamani mwanaume mwenzake. Hiyo ni roho ya shetani. Ukisoma hicho kitabu hapo kwenye hii Walumi utagundua. Utakuta mtoto wa kike tamaa yake inawaka kwa mwanamke mwenzake. Haleluya. Moja wapo tamaa nyingine ya kujichua. Nikaona kuna roho kamili. Sasa hapa nisielezee sana kwa sababu ya muda. Ningekuwa na muda ningeielezea kwa upana sana hii. Haleluya.
Nikipata nafasi nitaieleza kwa upana sana hili eneo, nitalieleza kwa upana, kwa sababu hii dhambi inatesa kanisa kuliko tunavyofikiri. Inatesa sana. Na sasa hivi shetani ana mbinu nyingi. Wakati mwingine watoto wadogo wanaingizwa huko wao bila kujua. Anakuja kukua, imekuwa ni kawaida yake. Sasa kumrudisha huyu ni kazi. Shetani ametumia sana. Binti anapokuwa anapevuka, pale ndipo anapoanzia. Kijana anapokuwa anapevuka, pale shetani anateka mwili, anaanza kuulimoti. Anafanya kama anavyotaka. Haleluya. Lakini lengo kubwa ni watu wasione mbingu. Haleluya. Aliongea na mimi mambo mengi. Akaniambia, Esther, ujui kwamba hekalu, alinifundisha sana kwa habari ya mwili. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto sura ya 6 na mstari wa Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 hadi 20. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 16 na 17. Haleluya. Na ndipo Kristo akaanza kunifundisha na kuniambia. Nilimuuliza maswali mengi. Akanipa kile kitabu cha Mathayo sura ya 7:20. Kitabu cha Mathayo sura ya 20 na sura ya 7 mstari wa 20 mpaka wa 23. Akaniambia, nilipomuuliza kwa habari ya wale watumishi ambao wanasimama madhabahuni, mimi nilikuwa ninamuuliza, mbona nashuhudia kuna watu wanatenda miujiza na bado wana hiyo mionekano ya kama kahaba? Akaniambia, waache watumike. Hujui kwamba imeandikwa, yaacheni magugu na ngano ya kuwe pamoja, lakini mwisho wa siku ngano itachukuliwa na kupelekwa ghalani, yani mbinguni, na kisha yale makapi yatapelekwa wapi? Katika ziwa la moto. Lakini akaniambia siku ya hukumu. Je, ukusoma katika hiki kitabu cha Mathayo? Nitawaambia, ondokeni nyinyi mliolaaniwa. Watakapokuwa wanalia wanasema, Bwana, mbona tulitoa mapepo kwa jina lako? Mbona tulitoa unabii kwa jina lako? Mbona tulifufua wafu kwa jina lako? Nitawaambia, ondokeni nyinyi kwangu mliolaaniwa. Na ndio maana Paulo akaniambia, ukumbuki Paulo alisema ya kwamba injili itahubiriwa hata ni kwa hila. Kuna watu wengine wanahubiri ni watumishi wa shetani kabisa, lakini maadamu mtu akitaja jina la Yesu, kuna watu wengine wanaokoka katika kweli. Si ndio? Wanaokoka katika kweli. Kwa hiyo Mungu haangaishwi na hicho, isipokuwa yeye, sikiliza, akaniambia hivi, unaweza kutumika pamoja na mimi. Unaweza ukatumika peke yako ingawa unalitaja jina langu. Na siku ya mwisho ndo finali. Kwa hiyo akaniambia kuna watu wengi wanafananishwa na ubao ambao umesimamishwa hapa, unaelekeza kunaitwaje hapa? Makunda si kuna kale kamshale. Si ndio? Sasa ubao unaweza ukafika Makunda. Haufiki? Ndio hivyo, kuna watumishi wengi wako hivyo. Na kisha akanichukua, akanipeleka mahali. Nilimkuta mdada mmoja wa Kiafrika alikuwa anakufa. Haleluya. Namalizia ya mwisho hii. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, kuna watu wamechoka, naona mioyo ya watu. Siangalii mmoja, naona wengi wamechoka. Haleluya. Nasikia nafsi ya mwingine anasema, mtumishi maliza, natamani lakini nimechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanichukua akanipeleka mahali. Nilimkuta mdada mmoja alikuwa ni wa Kiafrika nilivyomuona, lakini nilipomtazama alikuwa ni mweupe sana. Na ndipo nikamkuta anakata roho. Niliwakuta wale viumbe watatu, tena yule niliwakuta walikuwa viumbe 4. Wale watatu niliowaona kwa mpendwa wangu niliwakuta kwa yule dada anahangaika. Nikupe siri moja, mtumishi wa Mungu, angalia vizuri mtu anapokuwa anakufa. Mtu anapokuwa anakufa, wengine wanakufa anapiga makelele mpaka mnamkandamiza, analusha mateka. Simlishawahi kuona watu hivyo? Nikuibie siri, mtu anapokuwa amefika kwenye ukomo wa maisha yake, si anaona kabisa hapa ni ukomo, huwa anaona anakokwenda. Wengi sana
wanafunuliwa wanakokwenda. Unaona kabisa ninakoelekea moto ule pale. Unaona kabisa ninakoelekea nitakutana na mijeledi ya kutosha. Ndio maana unamwona mwingine unamkuta sitaki kwenda. Si mnawaonaga? Alafu nyinyi watu wengine mnasema kalogwa, wengine hawajalogwa. Walikuwa wanaona wanakokwenda kubaya. Kuna watu wananichukua jamani, si mnashuhudiaga hivyo. Wengine sikatai kwamba kuna wengine kweli wamelogwa. Na hata kama umelogwa paka hata ukawaona ukaosema kuna watu wananichukua, maana yake umetoka kwenye mwili huko rohoni. Wale watu wananichukua, wengine mpaka wanawatajaga majina. Ujue huyo mtu katoka mwilini anawaona wale waliofichika yani amekwenda kwenye ulimwengu halisi wa mtu. Wewe wananichukua, na waona hapo wananichukua, analia mpaka machozi. Jamani sitaki. Analia. Sasa yule dada nilimuona alivyokuwa anahangaika, alikuwa anapiga makelele ya kutosha. Lakini unajua ni kwa nini? Nilishuhudia yule kiumbe aliyekuwa ameshikilia mafuta kule, alikuja akachukua ngozi yake. Niliona hivi, alianzia wa kichwani. Huyo mwanamke nilimkuta alikuwa amesokota vinywele fulani vya Kimasai vidogo. Wengi wanasukaga vile wanasukaga wa Masai. Nilimuona alikuwa amesuka za hivyo. Alifika akasema hivi, huwezi kuondoka na vitu hivi, lazima vibaki duniani waendelee kuvitumia. Wala huwezi kwenda jehanamu na vitu ambavyo hukuja navyo duniani. Sio, unanielewa? Huwezi kwenda na vitu ambavyo hukuja navyo wapi? Na ndio maana hata kama una magari, una mamilioni, una manini, ukifa hata kama watayatupia kaburini, yanakusaidia nini? Nikaona alikuwa ni mtu mwenye hasira. Alikamata zile nywele, alivuta chwa. Na alipovuta, kwa sababu zilikuwa zimeunganishwa na nywele za kawaida, zilitoka mpaka nywele zake, ikabaki fuvu tupu mpaka nyama sikuiona. Siku ile nililia sana. Akasema huwezi kwenda na chochote cha kwetu, hiki kinabaki kwa ajili ya hawa waliopo wakavae tena. Na ndio maana kiu ya dhambi haiishi. Kama kuna mtu mmoja alianzisha dhambi, angekufa angeenda nayo, huku duniani singeendelea. Sio, unanielewa? Maana yake huwa inabaki. Akaja mtu mwingine aliyekuwa analinda kucha, aling'oa hizi kucha, akabaki yule dada hana kucha, mpaka za kwake ziliondoka. Akasema lazima wakatumie wengine huku duniani. Akaja mwenye kope. Yule dada alikuwa amebandika kope. Niliona alichukua kwa hasira mpaka akaondoka na hizi kope zake, akabaki nyama macho hivi. Wa mwisho ndo funga kazi. Yule dada alikuwa nasikia maumivu makali hujawahi kuona. Ndo alikuwa anapiga kelele, analia. Alikuwa anapiga kelele. Yeye alikuwa anaona halisi. Nyinyi wengine hamwezi kabisa kuona. Lakini yeye alikuwa anaona ni kitu halisi kinatendeka. Kama vile mtu amechukua kisu anakuchoma, alikuwa anaona vile. Yale maumivu wakati anang'olewa anafanya hivi, yalikuwa ni halisi kwake. Kwa lugha nyingine alikuwa anaadhibiwa kabla ya kufa. Shetani usimpende, yeye atakuadhibu na kukutesa hata kabla hujamaliza safari yako, ingawa bado na moto unakusubiri. Kwa hiyo nikaona alikuja wa mwisho, akasema hivi, hii ngozi hukuzaliwa nayo. Kwa hiyo ulimkabidhi mwingine. Kwa hiyo huwezi kwenda nayo popote. Hii vazi nakumbuka alishika kuanzia kichwani, alimvua kama vazi na alibaki nyama peke yake. Na ndipo nikaona yule dada amekata roho. Niliumia sana. Akaenda jehanamu akiwa hana ngozi, hana kope, hana kucha, hana nywele. Kristo akaniambia, umeona sasa madhara ya watumishi wangu wanaoyafanya bila kujua. Siku ya mwisho huwezi kwenda jehanamu wala mbinguni na kitu ambacho hukuzaliwa nacho. Haleluya. Naomba tusimame.
Naomba tusimame kukaribishe mchungaji kwa ajili ya maombi. Karibu kwa ajili ya maombi.